Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So katika mfungo huu Mungu amependeza tufungue. Pia ni vizuri tuangalie kile ambacho kiko ndani ya moyo wa Mungu. Kwa ajili ya neno tuamini, tuombe. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Asante katika mfungo huu Bwana, zidi kutupatia discipline katika mfungo Bwana, zidi kutusaidia katika kufunga huku Bwana, kuwe katika misingi ya maombi Bwana, kuwe katika misingi ya neno, kuwe katika misingi Bwana ya uinjilisti wako Bwana. Mungu Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba yeye akiondoka wanafunzi wake watafunga Bwana. Licha kwa alipokuwa na bwana harusi Bwana, alikuwa anaweza kula na wanaweza kunywa na wanaweza kupumzika Bwana. Yesu alipochukuliwa Bwana, Yesu aliwaambia tayari atakapochukuliwa atafunga Bwana. Mungu tusaidie katika kufunga huku kwa kila mwanzo wa siku Bwana. Uzidi kututia nguvu Bwana katika hili Bwana. Na uzidi kuongea nasi Mungu. Mungu tunaomba vivia neno lako, wale wako mahali hapa, wale wako mahali mbali Bwana wakapate kupewa toba Bwana na hata uvivio Bwana wa Roho wako aliye mtakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tukiamini. Amen. So tunaangalia baraka ya kiroho. Na tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume 3 mstari wa 26. Matendo ya Mitume 3 mstari wake ni 26. Kitabu cha Matendo ya Mitume 3 mstari wa 26. Mungu alipomfufua mwanae Yesu alimtuma kwenu kwanza ili awabariki kwa kumgeuza kila mmoja wenu kutoka katika njia yake mbaya. Rejelea tena. Matendo ya Mitume 3 mstari wa 26. Mungu alipomfufua mwanae Yesu alimtuma kwenu kwanza ili awabariki kwa kumgeuza kila mmoja wenu kutoka katika njia yake mbaya. Hii ndio baraka. Maandiko yasema Mungu alimfufua Yesu Kristo. Mungu anamfufua Yesu Kristo, alafu Mungu akamleta Yesu Kristo kwetu ili Yesu aweze kutugeuza kutoka kwa njia zetu mbaya. So wezaona Yesu anauawa, mshahara wa dhambi ni mauti. Yesu anauawa pale msalabani. Mungu anapiga dhambi zetu katika mwili wa Yesu Kristo. Anazipiga. Yesu anamwaga damu, dhambi zetu zinaoshwa. Yesu anakufa pale msalabani. Yesu anachukuliwa na Joseph wa Arimathea. Yesu Kristo anazikwa pale ndani. Mungu anaangalia picha yote. Siku ya 3 Mungu anamfufua Yesu Kristo. Yesu Kristo anafufuliwa. Kwa nini Yesu anafufuliwa? Mungu akimfufua Yesu Kristo, maandiko yanasema Mungu alafu anamleta tena Yesu Kristo kwetu. Kazi haijaisha. Yesu ashamaliza pale msalabani. Lakini bado kuna kitu Mungu anaona, bado kuna kitu hakijakamilika na hakijaisha. Mungu anamtoa Yesu Kristo makaburini, alafu Mungu anatupatia tena Yesu Kristo. Anamleta tena Yesu Kristo kwetu. Kwa nini? Atugeuze kutoka kwa njia zetu mbaya. So mtu ambaye anasema amebarikiwa lakini anaendelea na njia mbaya, hizi si baraka. Hizi si baraka ambazo zimetokana kwa misingi ya Mungu kumfufua Yesu Kristo na kumpa yeye ama kutupatia sisi. Lazima iwe imegeuzwa kutoka kwa njia mbaya. Huyo ndio mtu amebarikiwa. Ni wangapi wako na pesa na ni walevi chakari, pesa yao haiwasaidii? Ni wangapi wako na pesa lakini ni washerati? Akiona mwanamke kitu ambacho hawezi zuia ni kulala tu naye. Mrasha yuko na pesa, seti ana pesa. Mrasha malaya kutoka Russia ako na pesa, lakini pesa zake anatumia vipi? Pesa zake anatumia vibaya, kulala na wanawake na kuambukiza ukimwi. Ako na pesa. So pesa si kila kitu. Pesa si baraka kwanza. Hatusemi pesa ni mbaya, kupenda pesa si baraka.
Yafaa niangalie moyo wangu na uangalie moyo wako, kwa sababu kama utakuwa unalia pesa, wewe uko chini ya laana. Tunahitaji pesa, Yesu tunahitaji pesa kufanya hata huduma ya Mungu. Injili inabebwa, pesa inatumika kuibeba, lakini pesa chanzo chake, maandiko yanasema kupenda pesa, chanzo cha kupenda hii pesa ndio chanzo cha maovu yote, ndio shina ya maovu yote. So niangalie moyo wangu na uangalie moyo wako vizuri sana, kwa sababu kila century ikianguka, miaka 100 ikianguka, hata sasa miaka kidogo sana, miaka 50, half century, injili inaenda ikibadilika. Baraka za kiroho hazionekani, lakini baraka ya kiroho ni kugeuzwa kutoka kwa dhambi zako. Mtu ambaye yuko na pesa na amegeuzwa kutoka kwa dhambi zake na anatumia pesa yake kusafi injili, mtu amebarikiwa. Lakini mtu ambaye yuko na pesa lakini hizo pesa anaishi katika anasa, mtu amelaniwa. Mfano mzuri Mungu aliyeka hai, somo lililopita, sabato iliyopita, kulikuwa na tajiri aliishi duniani, aliishi maisha ya anasa bila kugeuzwa kutoka kwa njia zake, bila kupewa toba. Na kulikuwa na maskini ambao anaishi maisha ya chini kabisa, maisha ya vidonda, maisha ya dhiki, vidonda mwili mzima unaonyesha mpaka sehemu zake, mpaka ulimi wake huenda mwili mzima. Lakini huyu maskini hakuacha kukiri dhambi zake, licha kuwa ana vidonda. Hakuacha kukiri dhambi zake mbele za Mungu, hata kama sehemu zake zilikuwa na vidonda. Biblia ikisema mwili mzima, inafanya angalie mwili unaanzia wapi na unamalizikia wapi. Lakini alikuwa anaishi maisha ya dhiki, Mungu anamramba vidonda vyake. Lakini kwa mbele za Mungu alikuwa na imani ndani yake, na alikuwa amepata baraka kubwa sana, kugeuzwa kutoka kwa makosa yake na kugeuzwa kutoka kwa dhambi zake. Huyo alikuwa mbarikiwa, na hiyo ndio baraka. Haya mengine yote Mungu anasema yatakufuata. Fedha itakufuata. Lakini baraka ya kwanza kabisa, je, kabla upate hizi fedha, umegeuzwa kutoka kwa makosa yako? Maana ukiwa na pesa na uko indiscipline, wewe hata ufai. Wewe ni kitu ambacho ufai. Maana hizo pesa hazitakusaidia. Mwisho wa siku huyu maskini anakufa, anachukuliwa na malaika. Respect kubwa sana. Malaika wanakuja wanachukua nafsi ya huyu maskini ambaye anaitwa Lazaro. Nafsi yake inapelekwa kwa kifua cha Abraham. Heshima kubwa sana anaipata. Utajiri mkubwa sana anaupata. Tajiri anakufa, anaingia wapi? Anaingia Jehanamu, anateketea. Hakuna hata shilingi inaweza msaidia kule Jehanamu. Hakuna baraka. Pesa Yesu Kristo ni ya baraka. Yesu alimwambia Petro, Yesu hakuwa na fedha hata mifukoni mwake. Anamwambia Petro, nenda baharini. Nenda ukavue samaki wa kwanza, ingiza mkono ndani ya mdomo wake, utapata pesa. Njoo ulipe ushuru. Cha pesa Yesu Kristo ina baraka. Petro ashageuzwa kutoka kwa njia zake mbaya. So baraka kubwa na hichi kizazi inafaa ipambane nayo, kwa sababu shetani kila kukicha, kuna gospel inaitwa prosperity gospel. Kila kukicha watu wanabadilishwa. Lile lengo la kanisa, watu kugeuzwa kutoka kwa njia mbaya. Watu hawajali. Mtu anatoa mimba, ajali mchungaji. Kitu ambacho anajali ni fungu la 10. Kitu ambacho anajali sana ni gari, ni project, ni mambo mingi ya mwilini. Lakini nidhamu iko wapi kanisani? Discipline iko wapi kanisani? Mafundisho ya kuweka watu katika misingi ya Kristo, baraka za kiroho ziko wapi makanisani? Leo vitambara ndio vinasambaza, vinauzwa. Maji, mafuta, misumari, chumvi. Hizi usifikirie kwamba hizi ni za wale. Kama hautaenda kinyume nazo, ufundishe watu na ufundishe watoto wako, basi kuna uwezekano wajukuu wako watatekwa na hii injili inayokuja. Wewe hautatekwa kwa sababu unajua. Na usifikiri kwa sababu unajua Mungu anakufunulia ubaki hapo. Mungu anakuambia kuna kizazi ambacho hakijui, na kuna mbwa mwitu wanaendelea, maji, chumvi, wanaendelea tu. Basi tunamaanisha hichi kizazi, wewe kwa kizazi chako itakuamini, lakini hiki kizazi paka ukiangalie na itakuwaje? Watafundishwaje? Watafunguliwaje? Mpaka wewe ujue kwanza, ukubaliane kwamba baraka ya kiroho ni gani na baraka ya kimwili ni gani, na gani inakuja mwanzo kwanza. Yesu akija duniani alikuja maskini kabisa, chini kabisa. Maandiko yanasema yeye alifanywa maskini ili sisi tufanywe matajiri.
Yesu ukimwona kwa ufunuo mtu tofauti sana, yuko na kanzu refu limefika paka kwa miguu yake. Alafu yuko na mshipi wa dhahabu hapa, mshipi wa dhahabu. Hakutembea na dhahabu huko. Kwa nini? Ni kwa sababu hapa duniani utajiri wa mwili haumati, si kitu. Rais wa kwanza wa Kenya wako na viwanja vingi. Mungu ambariki kwa haya. Alizikwa na wa pili, wa tatu, yeah. Na watatu ama ni wanne waliopumzika? Watatu wamepumzika. Wamezikwa na nini? Hawajazikwa na kitu. Yuko kiongozi mmoja ambaye ali influence siasa, Raila Amolo Odinga. Alizikwa na nini? Najifundisha nini hapa? So hawa rais wote kile ambacho walivuna huko kwa hazina ya mbinguni, hiyo ndio itawasimamisha. Mimi na tuko chini yao. So kitu ambacho inafai kupatia stress, ikusumbue, iwe mzigo, ni nini? Ni hazina huko. Na of which usipokuwa na hazina huko na uendelee kujaza hiyo hazina, kwa kutembea maisha masafi mbele ya Mungu na kutumikia injili ya Yesu Kristo, then ukiondoka utaondoka na nini? Baraka kubwa ni kugeuzwa kutoka kwa dhambi. Rejelea mara ya mwisho Matendo ya Mitume 3:26. Mungu alipomfufua mwanae Yesu alimtuma kwenu kwanza ili awabariki kwa kumgeuza kila mmoja wenu kutoka katika njia yake mbaya. Hiyo ndio baraka kulingana na Mungu, kugeuzwa kutoka kwa njia mbaya. Wachungaji wangapo wako na magari, wako na makanisa yamejaa, matai, pesa zinatolewa, lakini ukisikia scandal ya huyo mchungaji amezini na anaendelea kuzini, amelala na huyu mtu hajabarikiwa. Baraka ya kweli ni kugeuzwa kutoka kwa nini? Kwa njia zako mbaya. Hata kama wabeba speaker hivi, una mafundisho mazuri sana, lakini kama wewe mwenyewe haujageuzwa kutoka kwa njia zako mbaya, bado hujaipata baraka ya Mungu. So baraka ya kwanza ni toba. Hii kugeuzwa kutoka kwa njia mbaya ni nini? Ezekieli 18:30. Kugeuzwa kwa njia mbaya ni toba. So baraka ya kwanza kabisa Mungu anampatia mwanadamu ni toba. Hiyo ndio baraka ya kwanza. Hivi namfuata Yesu. Ikiwa unamfuata Yesu, baraka ya kwanza anakupatia ni toba. Anakufahamisha dhambi zako, alafu anakupatia toba. Yesu anajua asipokupatia toba utaingia jehanamu, utakufa, utachomeka milele. Naweza kusoma tafadhali? Kitabu cha Ezekieli 18:30. Kwa hiyo, nyumba ya Israeli, itawahukumu kila mmoja sawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni, geukeni kutoka katika makosa yenu yote, ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Tubuni. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa makosa yetu yote. So tumesoma Matendo ya Mitume 3:26 kwamba Mungu amemfufua Yesu Kristo, akamleta Yesu Kristo tena kwetu. Atubariki. Yesu atubariki kwa kutugeuza kutoka kwa njia zetu mbaya, kutugeuza kutoka kwa mwenendo wetu wa kiulimwengu. Alafu maandiko anasema kugeuzwa kutoka kwa njia mbaya ni toba. Ezekieli 18:30. Nitahukumu nyumba ya Israeli kila mmoja sawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni.
Kutubu ni nini? Geukeni kutoka makosa yenu yote, ndipo dhambi itakuwa anguko lenu. Kugeuka kutoka kwa makosa yenu yote. Kanisa lililobarikiwa ni lile kanisa ambalo washirika pale ndani kwa uwezo wa Mungu wamekutana na Yesu, wakageuzwa kutoka kwa njia zao mbaya, wakageuzwa kutoka kwa mwenendo wao mbaya, wakageuzwa kutoka kwa ule mtu wa kwanza. Wamepewa toba. Kanisa la kupendeza ni kanisa lililojaliwa toba. Hiyo ndio baraka ya kwanza na kitu cha kwanza kuangalia katika kanisa lililoendelea. Lakini huku nyuma tumekuwa na mind ambao ni chafu, ni ibilisi shetani. Nataka nije niangalie kanisa iko na feni. Okay, hili nyumba liko na feni. Nini iko hapa? Nini iko hapa ya kuvutia? Kuna mangoma pale naona. Nasema wapendwa, nimekuja katika kanisa lenu, hakika nimeona baraka za Mungu. Hizi si baraka za Mungu. Nimeona pulpiti yenu iko vizuri, mataa yako smart, hizo zote si vibaya. Lakini kuna baraka ambao Biblia inazungumzia ni kugeuzwa kutoka kwa njia mbaya. Hiyo ndio baraka. Hakuna left, hakuna right hapo. Hakuna kucompromise hapo. Hakuna kipimo kingine chochote. Hata kanisa liwe lote la dhahabu, pulpiti jengwe na diamond, mchungaji awe anavaa viatu vya bronze kama vile miguu ya Yesu Kristo, nguo zake ziwe ni za dhahabu, vifungo hivi ziwe ni za diamond, yale mawe anafanya hivi, viti viwe ni vya gold. Lakini kama hilo kanisa alijageuzwa kutoka kwa njia mbaya, hilo kanisa halina baraka ya Mungu ambaye ni Kristo Yesu. Ni afadhali watu ambao wanakutana kwa miti, chini ya miti, wanaimba, hawana speaker, wanaomba. Na ukiangalia mwenendo wao kwa uwezo wa Yesu Kristo, wamegeuzwa kutoka kwa njia mbaya na wamepata msamaha wa dhambi na wanaishi maisha matakatifu, wanatii amri za Mungu. Hili kanisa limebarikiwa sana, ni afadhali nikae huko zaidi ya ile la dhahabu, uzinzi na usherati. Mungu anataka ujue na moyo wako na wangu uwe bezu, usitingishike katika kila ambacho Mungu anasema baraka ni nini na nini si baraka. Na naamini hii itatusaidia. Baraka ya pili, naweza angalia Warumi. Warumi 4 mstari wake ni wa 7. Warumi 4 mstari wa 7. Wamebarikiwa wale ambao uovu wao umesamehewa na ambao dhambi zao zimefutwa. Wamebarikiwa. Mungu anarejelea hilo jina. Wamebarikiwa. Ni akina nani wamebarikiwa? Watu ambao wamebarikiwa ni wale ambao maovu yao yamefanya nini? Yamefutwa. So mtu amebarikiwa ni nani? Mtu wa kwanza amebarikiwa ni yule ambaye Mungu amemfufua Yesu akamtuma kwake akampatia toba. Baraka ya kwanza ni toba. Baraka ya pili maandiko yanasema amebarikiwa mtu yule ambaye dhambi zake zimefutwa. Weza rejelea tena mstari wa 7 tafadhali. Warumi 4:7. Warumi 4 mstari wa 7. Wamebarikiwa wale ambao uovu wao umesamehewa na ambao dhambi zao zimefutwa. Ya mtu ambaye amebarikiwa mbele za Mungu ni yule ambaye maovu yake yamesamehewa na dhambi zake zimefutwa. Huyu mtu ndio Mungu anasema huyu amebarikiwa. Lakini hajabarikiwa kwanza dhambi zake kufutwa, hajabarikiwa kwanza dhambi zake kusamehewa. Baraka ya kwanza Mungu amempatia ni kumgeuza kutoka kwa njia zake mbaya. Kumgeuza inamaanisha ametolewa katika zile njia zake mbaya. Alafu baraka ya pili Mungu anampatia ni zile dhambi kwa uwezo wa Mungu ameziwacha, kwa uwezo wa neno limemhukumu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu amegeuka kutoka kwa wale maovu kupitia yule mhubiri ambaye amehubiri, kupitia ile neno ambalo amelisikia. Alafu Mungu anasamehe hizo dhambi, anazifuta, anamsamea. Huyu ndio mtu amebarikiwa. So nisichanganyikiwe. Na pia ukitaka kujua mtu amesamehewa, lazima awe amepata toba. Hawezi kuwa si kila mtu ambaye anasema nimesamehewa. Amesamehewa.
Nitajuaje mtu amesamehewa? Kama katika kusamehewa kwake hakuna toba, mtu hajawahi kusamehewa. Mungu akikusamea dhambi, inamaanisha ile dhambi ambayo ulikuwa unaitenda imefutwa. So hiyo dhambi haufai kuendelea nao tena, kwa sababu kile kitu ambacho umesamehewa huwa kinafutwa, kinaondolewa, kinagongelewa katika mwili wa Yesu Kristo. Inakuwaje nasema nimesamehewa uzinzi na bado sina nguvu ya kushinda uzinzi, bado naendelea kukaa katika uzinzi? Mtu hajasamehewa, kwa sababu matunda ya kusamehewa ni kugeuzwa kutoka kwa uzinzi na kuishi maisha huru mbali na uzinzi. Mtu amesamehewa kweli. Nimesamehewa. Ni nini umesamehewa? Nimesamehewa. Nini umesamehewa? Nilikuwa naiba. Okay, waiba sasa pia. Bado naendelea kuiba. Then umesamehewa nini? Haujasamehewa kwa sababu kama ulisamehewa, ulikuwa unaiba ukasamehewa, then waendelea kuiba. Mtu amesamehewa tena kweli? Hajasamehewa kwa sababu kile ambacho anakifanya kinamuingiza jehanamu, bado anaendelea kukifanya. Atakuwaje amesamehewa? Mungu ni Mungu wa mpangilio. Ndio maana kabla Mungu amsamehe mtu, Mungu anampatia toba. Anamgeuza kutoka kwa ule uwizi, anamgeuza kutoka ile dhambi ya Adamu, anamgeuza kutoka kwa ile mambo yake maovu, anamgeuza. Alafu anamletea baraka ya pili kupitia damu ya Yesu Kristo, kuosha zile dhambi. Mtu anasamehewa, ana nguvu ya kuzishinda na aendelee tena. Hakwambia nimesamehewa uzinzi, aendelee na uzinzi. Nimesamehewa faraka, aendelee na faraka. Nimesamehewa uzushi, aendelee na uzushi. Manake alipewa toba na ikaoshwa, ikaondolewa. Si anaishi tena, ni Kristo anaishi. Huyo mtu ndo amebarikiwa. So mtu zamani alikuwa ananiambia kweli nimesamehewa, lakini sasa hivi kulingana na venye Mungu anazidi kutupatia nuru, nini umesamehewa? Nini kimesamehewa katika maisha yako? Uzinzi. Bado unaendelea kuzini? Very short and clear. Bado unaendelea kuzini? Si sana. Basi hiyo si sana. Bado hujasamehewa, kwa sababu ile ambayo umezini last, sinaandiko huko juu. Then umesamehewa nini? Hakuna kitu umesamehewa. Hakuna kitu kama umesamehewa. Ndio maana Mungu analeta neno lake, anasema aliyebarikiwa yule amepewa toba kwanza, alafu Mungu baadaye anampa msamaha. Huyo ndio mtu amebarikiwa. Haiza angalia hiyo Warumi 4 baraka ya 3. Warumi 4:8. Warumi 4 mstari wa 8. Amebarikiwa mtu yule ambaye Mungu amhesabii dhambi zake. Mungu anasema amebarikiwa mtu yule ambaye Mungu amhesabii dhambi zake. Huyu mtu amebarikiwa, hata kama ana chochote amebarikiwa, hata kama ana nyumba amebarikiwa huyu mtu, kwa sababu Mungu hatamhesabia dhambi zake. Ni kwa nini Mungu amhesabii? Kuna confusion huwa inaingia pia. Nasema nimesamehewa. Sawa, natumia uzinzi sana. Nimesamehewa uzinzi. Nimekiri damu ya Yesu Kristo, nimeamini Yesu amenisamea sasa na hata milele. So mimi nimesamehewa. Lakini kama unaendelea kutenda uzinzi, ina maana Mungu atakuhesabia. Mungu atakuhesabia. Hakuna lugha kama hiyo. Hakuna lugha kama nimesamehewa alafu naendelea kufanya kibaya hapa. Hichi kinaandikwa na kinarekodiwa. So maandiko yakisema kwamba amebarikiwa mtu yule ambaye Mungu amhesabii dhambi zake, ina maana huyu mtu amepewa toba, kile kiovu kimeondolewa, aendelee na ule uovu. Ule uovu umeondolewa. Alafu Mungu amechukua damu ya Yesu Kristo akaondoa ile dhambi ya Adam, alafu akaondoa yale maovu. So huyu mtu aendelee kukaa katika yale maovu, na ile dhambi ya Adam pia imetolewa. So Mungu amhesabii kwa sababu aendelee kutenda. Waelewa? Ni practical. Ni katika matendo. Matendo yake si yale. Alipokuwa hajapewa toba, alikuwa anatenda. Amerithi kutoka kwa Adam, alafu anatenda. Mungu anaandika ya kurithi ndio dhambi ya kwanza tunaandikiwa katika vitabu vya matendo. Ya kurithi ndio ya kwanza inaandikwa. Alafu hizi zingine zote ni matendo yetu ambayo tumetenda.
Umeelewa? So akiwa anatenda hana baraka. Lakini Mungu akimpatia toba, akiwa hajapata toba, Mungu anahesabu ya Adam na ile anatenda. Akipewa toba ambayo ni baraka, dhambi na makosa yakitolewa, akiendelea kuishi sasa katika maisha matakatifu, Mungu anamhesabia nini tena? Haki. So si kwa ufahamu kwamba mimi naamini kwa maandiko nimesamehewa hii ahadi, lakini bado endelea kutenda kule, Mungu anakuhesabia. Mungu anakuhesabia. Maandiko yanasema mwenye haki akigairi ayache haki yake, aanze kutenda dhambi ama na maovu, atakufa. Maandiko yanasema huyu atakufa. Yale ya haki aliyoyatenda hakuna hata moja litafanya nini? Litakumbukwa kwake. Rejelea tena Warumi 4:8. Amebarikiwa mtu yule ambaye Mungu amhesabii dhambi zake. Amebarikiwa mtu yule ambaye Mungu amhesabii dhambi zake. Waraka wa kwanza Yohana 3:9. Aliyezaliwa na Mungu hatendi. So Mungu amhesabii si kwa sababu wenyewe wanasema anatenda lakini Mungu amhesabii. Aliyezaliwa na Yesu Kristo hatendi dhambi. Hatendi. So Mungu amhesabii kwa sababu ameziosha, amemtakasa, alafu anapoendelea kuishi katika imani, amepata Roho Mtakatifu, amedhihirisha imani kwa ubatizo wa maji mengi, anapoendelea kwa imani hatendi. Ndio maana Mungu amhesabii. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:9. Yeyote aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Hatendi. Hii si dhambi ya Adam. Hii si dhambi ya kurithi. Yoyote aliyezaliwa na Mungu hatendi. Hii ni dhambi ya matendo. Hii ni dhambi ya mwenendo. Utajiuliza maswali sema, kwani kuna mtu kama huyo? Kwani kuna mtu kama huyo? Hapana. Mungu akiandika alikuwa anajua kile kitu anaandika. Ni wewe ujitafute ni wapi umepotea. Ni mimi nijitafute. Mungu anamaanisha hivyo. Aliyezaliwa na Mungu kupitia mwili wa Yesu Kristo. Maandiko yanasema hatendi. So nisisimamishe kipimo hapa niseme, kwani kuna mwanadamu hawezi kutenda dhambi? Kwani hicho ni kipimo chako? Mungu anasema aliyezaliwa na Kristo hatendi. Na kwa sababu hatendi, Mungu anasema amhesabii. Ashamuosha mara kwanza ya Adam na matendo yote, alafu anakuwa msafi, anakuwa yeye aishi, ni Kristo anaishi. Alafu maandiko anasema Mungu hamhesabii dhambi na amebarikiwa. Hamhesabii dhambi vipi? Anatenda, alafu Mungu anasema mimi sikuhesabii kwa sababu umekiri. Mungu anasema no, si hivyo. Ni kwa sababu anayezaliwa na Mungu hatendi, yani aendelee kutenda dhambi. Na yafanye chukule hivyo, niamini hivyo, hata kama wewe hauko hivyo. Wewe ndio uko na shida ama mimi ndio niko na shida, lakini lile neno liko pale pale. Na wale ambao wataamini hilo neno hivyo wataishi vile hilo neno linasema. Amen. Watakuwa hawatendi na waitendi. Sio hawajaribiwi, sio hawezi kugafilika, lakini watabaki kila wakati wakiangalia hiyo promise kama promise ya maisha yao. Hawatajipiana katika wovu constantly, continuously, progressively, consistently. Hawatajipiana hivyo. Ukija kufisadi anakuambia no. Aliyezaliwa na Mungu afanye nini? Hatendi dhambi. Niondolee ufisadi hapa. Ukianza mitani ya zina, anakumbusha na Roho Mtakatifu wa Korintho wa kwanza 6:18. Ikimbie zina. Anakuambia no, mimi ni bibia wenyewe. No, mimi ni bwana wa wenyewe. No, mimi sijaoa na ngoja yule ubavu ambao Mungu ameniwekea. Hizi story weka kando. Aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Hivyo ndio maandiko yanasema. Na kwa sababu haitendi dhambi, Mungu amhesabii hiyo dhambi. Mungu si mnafiki. Andike neno hapa alafu anamaanisha hivi akimaanisha hivi. Mungu si mnafiki. Ndani yake hakuna unafiki, hakuna giza. Ni mimi ndio unafiki wangu, wewe ndio unafiki wako. Uje kwa hicho kitabu vile kilivyo, bila kusikiza sauti za watu wengine, lakini kusikiza sauti ya Mungu peke yake. Alafu one Mungu anakuambia nini? Amen.
wewe kama ufit, usigeuze hilo neno. Mimi kama si fit nisiligeuze. Aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi. Ukialikwa makanisani, hiyo ndio inafaa iwe standard. Hiyo ndio standard yako. Ukishiriki na watumishi, usiende na standard ya ulimwengu. Mungu anakuambia mtumishi haiwezekani hii. Hiyo haiwezekani. Aliandika ndo ajui ama wewe ndio unajua? Wewe umeumbwa yule, hii ni pumzi ya Mungu. Pumzi ya Mungu inakosea. Wewe ni kiumbe, Mungu ni muumbaji. Kiumbe anaweza mrekebisha muumba wake? Hii ni kiburi. Inaweza, ameiandika kwa sababu inawezekana. Aliyebarikiwa ni yule Mungu amhesabii dhambi. Kwa nini? Amezaliwa na Mungu na haitendi hiyo dhambi. Imalize. Waraka wa kwanza Yohana 3:9. Yeyote aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wa Mungu wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa na Mungu. Yes, uzao wa Mungu unakaa ndani yako. Watembea hivi, ndani yako kuna uzao wa Mungu. Unakuambia no. Hii ni dhambi. No, usitende. Hii ni dhambi, usitende. Usishiriki nayo. Na utaweza kuishi hivyo maisha yako yakiwa kila siku kama unaenda kinyume na hizo dhambi, una preach against, unazihubiria, unazihubiri kinyume nazo, utaweza kusurvive. Lakini kama itakuwa ni neno tu la ahadi, utajaribiwa. Kama si maisha yako ya kila siku, utajaribiwa na utaingia kwa mfumo hilo lilioandikwa liwezekane. So mtu amebarikiwa ni yule mtu amepewa toba, ni yule mtu ambaye Mungu amefinika makosa yake na dhambi zake, ni mtu ambaye Mungu amhesabii dhambi. Point 3. Mungu amhesabii dhambi. Toba, amesamehewa dhambi, na Mungu afanye nini? Amhesabii dhambi. Amhesabii si kwa sababu alikiri. Alafu anaendelea kutembea katika uchafu. Amhesabii kwa sababu alipata toba na akapata imani na akatolewa dhambi na Mungu akakauza wake ndani na akadhihirisha imani kwa ubatizo, na sasa haendelei tena kutenda yale maovu. Mungu amhesabii katika hiyo misingi. Ya 4, baraka ya 4 ni hapo hapo Warumi 4:6. Tamalizia na hiyo. Warumi 4:6. Daudi pia alisema vivyo hivyo. Ngoja kidogo. Nimesema baraka ni 3 mpaka sasa. Tuangalie baraka ya 4. Baraka ya kwanza tumesoma Matendo ya Mitume 3:26 kwamba Mungu alimfufua Yesu ili Yesu atugeuze sisi kutoka kwa njia zetu mbaya. Hii ni baraka ya kwanza. Baraka ya kwanza ni toba. Baraka ya kwanza ni toba, kugeuzwa kutoka kwa njia mbaya. Baraka ya pili tukasoma Warumi 4 mstari wake ni wa 7 kwamba amebarikiwa yule mtu ambaye makosa yake, maovu yake, dhambi zake zimefanya nini? Zimesamewa na zimefinikwa. Sawa sawa. So ni msamaha wa dhambi, baraka ya pili. Baraka ya 3 ni Warumi 4 mstari wake ni wa 8 kwamba amebarikiwa mtu yule ambaye Mungu amhesabii dhambi. Hamhesabii dhambi kwa nini? Kwa sababu amepata toba na zimeoshwa na zikasamehewa na damu ya Yesu Kristo, ya Adam na ile ambayo ametenda. Hazipo tena. Sasa ni mtu mpya ambaye anaishi kwake ni Yesu Kristo. Yesu alipoishi maisha yake hakutenda dhambi na hata hila haikupatikana kwa kinywa chake. Tukaangalia ni kwa sababu Yesu anaishi ndani yake. Uzao wa Mungu uko ndani yake. Hawezi kuitenda. So Mungu haihesabu kwa sababu haitendi. Sawa sawa. Ya 4 Warumi 4 mstari wa 6. Warumi 4 mstari wa 6. Daudi pia alisema vivyo hivyo ninapo juu ya baraka za mtu ambaye Mungu humhesabia haki pasipo matendo. Ya baraka ya 4 ni kwamba Daudi ananena amebarikiwa. Mtu gani amebarikiwa? Amebarikiwa mtu yule ambaye Mungu amemhesabia haki pasipo matendo yake. So mtu ambaye amebarikiwa ni yule ambaye yuko na haki ya Mungu ndani yake. Huyo mtu amebarikiwa yuko na haki ya Mungu ndani yake.
Amegeuzwa kutoka kwa makosa, dhambi zake zimeoshwa, dhambi zake zimestiriwa, zimefinikwa, zimesamehewa. Mungu amhesabii dhambi zake. Alafu maandiko pia yanazidi kusisitiza kwamba huyu mtu yuko na haki ya Mungu ndani yake. Haki inatokana na neno kutenda yaliyo haki. Haki inatokana na neno kutenda yaliyo haki, kutenda mema. So maandiko akisema umepewa haki ya Mungu, inamaanisha umepewa matendo mema ya Mungu yako ndani yako. Mungu anasema mtu amebarikiwa. Ni mtu gani amebarikiwa? Mtu ambaye yuko na haki ya Mungu ndani yake, Petro. Mtu ambaye yuko na haki ya Mungu, mtu ambaye yuko na matendo ya haki, matendo masafi ya Mungu, matendo matakatifu ya Mungu yamekuwa ndani yake. Huyu mtu amebarikiwa. Sana sana shetani amekuwa akishift our minds na mioyo yetu, our hearts, kwamba uko na pesa ngapi kwa account, uko na pesa ngapi kwa M-Pesa, uko na nyumba vipi, uko na hizi hazijalishi. Kitu ambacho kinajalisha, je, uko na matendo ya haki ya Mungu ndani yako? Mtu amebarikiwa. Amen. Mtu amebarikiwa kwa sababu haki inatokana na neno righteousness. Righteousness inamaanisha right doing. Na right doing of God inamaanisha the righteousness of God. So inamaanisha matendo mema ya Mungu, venye Mungu anatenda. Yale matendo yote ya Mungu, Mungu ameyachukua alafu akaweka kwa mwanadamu. Huyo mwanadamu amebarikiwa kiasi gani? Amebarikiwa. Mengine yote atamfuata tu huyo mtu. Ni mali atakufuata, ni mashamba atakufuata, ni mke atakufuata, ni watoto atakufuata. Hizi zingine utajaziliwa. Lakini baraka hizi 4, na kuna baadhi ya nyingi zingine, lakini kwa uwezo wa Mungu, kwa sababu ya muda, ziangalie sana hizi baraka. Baraka ya mwisho ni kupokea Roho Mtakatifu. Tutamalizia hapa. Baraka ya mwisho ni kupokea Roho Mtakatifu, kupokea Roho ya Mungu ndani yako. Baraka wa kwanza Yohana 4:13 natumai. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:13. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:13. Tunajua kwamba twakaa ndani yake. Tunajua kwamba tunakaa ndani yake. Yeye ndani yetu. Na Mungu anakaa ndani yetu. Kwa sababu ametupatia sisi sehemu ya Roho wake. Hiyo inasema ametupatia sisi sehemu ya Roho yake. Waweza soma agano lingine? Waraka wa kwanza wa Yohana 4:13. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake. Naye ndani yetu. Na Mungu anakaa ndani yako. Mungu anakaa ndani. Mungu anakaa ndani yako. Kwa kuwa Mungu ametushirikisha Roho wake. Maandiko yakisema Mungu anakaa ndani yetu, inamaanisha si Mungu nusu. Yohana 4:24 maandiko yanasema kwamba Mungu ni roho. So maandiko yakisema kwamba Mungu anakaa ndani yako, Mungu anakaa ndani yetu, inamaanisha Mungu full anakaa ndani yako. Alafu amekushirikisha roho yake ndani yako. Haimaanishi Mungu yuko ndani alafu roho iko kando. Maana ya kushirikisha inamaanisha Mungu amechukua spirit yake ameiweka ndani yako. Biblia ya Kimombo King James inasema haje? So ukiwa na Mungu uko na roho. Yes. 1 John 4:13. Hereby know we that we dwell in him and he in us, because he had given us of his spirit. Yes, he has given us his spirit. Mtu amebarikiwa hata kama ana nini, hata kama ana chochote. Maandiko yanasema Mungu amechukua roho yake akampatia huyu mtu. Huyu mtu amebarikiwa.
Mtu amebarikiwa zaidi ya mtu mwingine yote. Lakini leo uongo, mitazamo ya leo iko vibaya kabisa kwa sababu mindset, fikra za mwanadamu zimetiwa chachu. Leo mtu aingie kanisani ana mavazi meupe, mavazi mazuri, tai, masuti, amepark limousine yake pale, gari yake kubwa kabisa, anafunguliwa mlango, alafu anapoingia kanisani basi huyo ndo anapoketi hata cha mbele. Hata saa nyingine anaulizwa utakunywa nini? Lakini kuja mwingine tu ameshika gunia lake, ametoka sokoni, amesema acha niende niombe nilieke hapo. Hata tambua ndio hiyo gunia hapo. Hatadharauliwa. Tambua kaa huko nyuma. Kwa sababu mitazamo imeingia upuzi ya ibilisi shetani mpaka kile cha msingi. Umekuja na limousine yako hapo, Mungu akubariki kwa hiyo limousine. Umekuja na suti yako, Mungu akubariki kwa hiyo suti yako. No. Si vibaya kuvaa vyema, lakini kitu cha msingi kabisa, uko na hizi baraka 4. Umepewa roho wa Mungu ndani yako. Mungu amekupatia roho yake. Mungu amekupatia roho wake ndani. Mtu ndiye amebarikiwa, mwenye gunia pengine hata ndio yuko na hizi baraka 5. Amepewa toba, amesamehewa dhambi zake na zimestiriwa. Mungu ahesabu makosa yake na dhambi zake. Mungu amempatia haki yake. Mungu amempatia roho wake. Mtu ndiye amebarikiwa. So hizi vitu vingine vyote ambavyo ibilisi anavitengeza kila siku ndani ya mioyo yetu, Mungu anataka visafishwe na viondolewe. Hiki ndio kiwe kipimo cha mtu amebarikiwa, kuwa na roho wa Mungu. Sasa zingine unaweza kuwa na kitu cha thamani sana Mungu amekupatia, lakini hauoni. Waanza kufukuza kile ambacho hata si cha thamani, kiasi ya kwamba kile ambacho si cha thamani inanyonga kile cha thamani Mungu ameka ndani yako. Kwa sababu gani? Hatujielewi Mungu ametupatia nini. Nahitaji pesa, Yesu, lakini hii fedha haifai inyonge. Hizi vitu 5 Mungu ameka ndani: toba, msamaha wa dhambi, kutokuhesabia dhambi, haki yake na Roho Mtakatifu. Hakufai kuwa na competition. Hakufai. Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Asante katika mfungo huu Bwana, asante kwa neema na rehema ya kipekee umetupatia Bwana, kujikumbusha tena zile baraka 5 ambazo Bwana umetupatia. Mungu tusaidie Bwana, tujue sisi ni wabarikiwa Bwana. Yote akiwa na hizi baraka Bwana, sitingishike katika hali yoyote ile ya kimaisha Bwana. Tumeona watumishi Bwana wakigeuzwa kutoka kwa injili ya kweli Bwana. Tumeona watumishi wakilipwa Bwana. Tumeona watumishi Bwana wakigeuzwa, wengine hata kufuata rangi Bwana, wengine hata kufuata ministries Bwana ambazo zimeendelea katika uinje, lakini ndani Bwana una muozo mtupu Bwana. Mungu tunaomba neno hili Bwana ulilipeana kitambo Bwana, hata ulilishiriki Bwana katika uinjilisti wa jana Bwana, hata ulilishiriki Bwana katika mitandao kabla wiki ianze. Mungu naamini moyo huu Bwana utatufanya imara Bwana. Tunapoifanya kazi yako Bwana, tusitekwe na upepo wa ibilisi shetani Bwana, katika njia zozote zile Bwana, katika kujidharau Bwana, hata tutakapo kuwa katika maeneo Bwana ya kufanya uinjilisti Bwana na kumhubiri Kristo Bwana, hata kama tutarudi nyumbani bila chochote Mungu, kwa kuwa Bwana imekupendeza tupeane bure, turudi tukiwa na amani Bwana, kwamba tuko na vyote ambavyo umetupatia, tuko na baraka umetupatia Bwana. Hata tutakapokutumikia Bwana katika hali zozote zile, tusiangalie hali Bwana, tusiangalie fedha Bwana, tusiangalie mali, tusiangalie jengo Bwana, tusiangalie umati Bwana, tusiangalie profile Bwana, tusiangalie chochote kile ambacho ni cha kimwili Bwana, lakini tuangazie hizi baraka zako Mungu. Nenda kwa tusaidie Bwana, wale ambao hawajapokea baraka hizi wafanye Bwana wawe na kiu na njaa. Wafanye Bwana waweze kuelewa Bwana hawana chochote, na wakifa maisha yao yote wataimaliza jehanamu na hata kwa ziwa la moto Bwana. Wafanye wawe wahitaji Bwana, zaidi ya venye wanahitaji maji Bwana, zaidi ya venye wanahitaji chakula Bwana. Wasukume Bwana, waonyeshe ukweli
kwa mambo haya Bwana. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Sema neema. Neema Bwana ya Yesu Kristo, Jesus Christ and the mapenzi love ya Baba and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Sema Baba yetu, Father what in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever.